Kwenye haya matatizo ya moyo, visababishi vikubwa ambavyo tunatamani pia watu wengi tuvifahamu ni lifestyle. Yani namna ambavyo tunaishi kila siku, vitu ambavyo tunavifanya vinaathiri kwa asilimia kubwa sana haya matatizo ambayo ni ya moyo. Na hivi ni vitu ambavyo tunaita ni modifiable risk factors. Yani maana yake tunaweza kuvibadilisha ikiwa tukiamua kubadilika namna tunavyoishi. Nasema hivi kwa sababu vitu kama uvutaji wa sigara, vitu kama unywaji wa pombe, vitu kama kuwa na maisha ambayo hayana mambo, yani haujishughulishi sana, sedentary lifestyle, lakini pia kula vyakula vyenye mafuta mengi, kula vyakula vyenye wanga nyingi, kutokuwa na ile balanced diet, vyote hivi vinachangia kuleta shida kwenye moyo, kwa sababu hivi vitu huwa vinaathiri mambo mbalimbali katika mwili, kwenye mishipa ya damu. Mfano mafuta yakiwa mengi yatakaa kwenye mishipa ya damu, mwisho siku taratibu ile mishipa itakuja kupata hitilafu, itakuja kuziba, itakuja kuleta shida kwenye moyo. Lakini pia haya yote yanapelekea magonjwa mbalimbali ambayo ukiwa nayo mtu yanapelekea pia kupata shida ya moyo. Kwa mfano ukiwa na shida ya pressure, ukiwa na shida ya sukari, vyote hivi vinaweza vikakuletea ukawa na hii shida ya moyo. Lakini kama tulivyosema, vingine ni vitu vya kurithi. Okay. Yes, lakini hata katika hivi vya kurithi kuna asilimia kubwa sana ya mazingira na lifestyle ya mtu. Kwa kuna mwingine ambaye angeweza kupata hili tatizo kwa sababu ya kurithi, lakini kwa sababu alikuwa makini kwenye lifestyle aliyokuwa nayo, chances za yeye kupata ugonjwa wa moyo unazidi kupungua siku hadi siku. Okay.